wewe. Si kusaidia kwenye mautonvu kamchakaza mrembo. Na mimi anisaidie. Wewe Foti. Toka hapo, hebu toka hapo. Hebu toka. Nasema ondoka hapo. Toka hapo. Kizazi gani hiki ambacho hakizingatii maadili? Yaani watoto wa siku hizi. Mrembo. Mrembo, mama unamuita mrembo? Mbafu sana. Shenzi kabisa. Mambo mengine bwana, eti mama. Hapa kuna mama yetu. Hamna ni mrembo. Je, nitavuka salama? Mbona namgua hewa nikali usoni, lakini bado naitwa mbele. Nitashika nini sasa? Daraja la moto. Daraja la moto. Nitavuka salama. Nitavuka salama. Mbona namgua nitavuka salama. Kama nitanguka, nitasimama tena. Kama nitaumia, sitageuka. Moyo wangu. Nimepata malalamishi ya wanangu kuhusu mama yao unavyowanyanyasa. Hivyo nimekuja ili tuyaongee. Sijui ni kweli? Malalamishi gani hayo? Eti wewe, malalamishi gani? Mbona siyafahamu? Watoto unawanyanyasa. Na ni kitu gani kinawafanya wanyanyasi? Wakati unajua mama yao baada ya kutoka uliingia wewe. Kwa hiyo ulijua kwamba umekuta watoto na baba yao. Hivyo sio ni haja ya kuwanyanyasa watoto. Watoto wanakulalamikia ni kwamba wanafanya kazi ngumu mchana kutwa. Hawana muda wa kupumzika. Ingekuwa ni wewe, yaani unafanya kazi masaa 12. Ungeweza? Na ukawaamini kabisa wewe. Kwamba wanafanya kazi masaa. Jamani. Kweli, wanadamu wana shukrani. Jamani. Kwa mfano kama huyu Foti anajeuli kama nini? Hafanyi kazi yoyote hapa. Kazi yake ni kwenye simu hiyo nayo inanishika. Hapa simu. Hafanyi kazi yoyote. Kila siku nahangaika mimi peke yangu. Baba yake huyu hapa anaumwa. Bala anasikika mnamtesa. Ni uongo mtupu hivyo, hata usiamini maneno yao. Hivi. Unaweza ukaamini baba yao na kwamba anaumwa. Kila siku yupo shambani. Lakini huyu Foti kazi yake ni simu hii. Haya, kama nawatesa kweli, akuambie Moni yuko wapi? Tangia asubuhi mpaka sasa hivi hajaja. Akueleze huyu. Kama kweli nawatesa. Dada yangu Theodora. Hao watoto walivyokuambia sio sahihi. Mimi watoto nawajua hawa watoto huyu Foti. Yaani wanamnyanyasa mama yao, badala yake wanasema kwamba wananyasika, kumbe wao ndio wanamnyanyasa mama yao. Mama huyu wanamtukana. Mimi baba yao nikiwepo. Wanayokuambia hayo sio sahihi. Amediriki kumuita chizi huyu mama yake. Kwa hiyo watoto huyu pamoja na Moni wamefanya mambo mengi makubwa sana. Wanamdharau sana mama yao. Hawajui kama ni mama yao huyu. Anamuita shemeji. Mimi nikiona, nikiwepo. Hivyo basi, hayo maneno wanayosema na sio kweli. Nataka nikwambie hivi, usiamini maneno ya watoto. Mimi ni baba yao, nimewazaa mimi. Wanayofanya sio, ni kwa sababu sina nguvu. Lakini kwa kweli unanitesa sana watoto. Ninahisi
hata ugonjwa nao umwa nao wanachangia watoto. Najihisi vibaya kabisa kupitia watoto hawa. Hakuna amani kabisa kwenye familia hii. Mama yao wanamnyanyasa sana. Na kuomba sana, kama una nafasi ya kuwakanya, hebu wakanye wao. Huyu mke wangu hana matatizo kabisa, hana shida yoyote, badala yake anawahudumia, lakini kwa sababu ya kiburi walichonacho hawezi kumsikia kama mama yao. Hiyo ndio hali halisi kwenye familia hii. Na kuomba sana kwa hilo ulizingatie na hakisha watoto unawanyoosha. Basi mimi baada ya watoto kuniambia, nilisema nitakuja mpaka nyumbani ili nijue ni nini kinaendelea. Kama kaka yangu unasema hivi, na sidhani kama unaweza kumtetea sana mama kuliko watoto wako. Hivyo nitawakanya kama walivyonikimbilia, kama msaada kwao. Nitawakanya, najua watakuwa vizuri, au sio kaka? Mwanangu Foti, huyu ni baba yako, huyu ni mama yako. Japo hujui kama ni mama yako, lakini mama yako. Nimeishaona kwamba nyinyi na mdogo wako, nyinyi ndio mna shida. Kwanza cheki hata mkao wenyewe ulioukaa. Ni kesi, nimekuja kusikiliza ulivyoniambia na mdogo wako, lakini pia hata mkao wenyewe unaonyesha kwamba unawadharau baba na mama. Uongo? Sasa hizo dharau mwanangu zitakupeleka mbali. Kuna wakati utakuja kukumbuka kwamba lakini mzazi alisema, mama akasema, nikakimbia kwa shangazi kwa uongo, akaja kuyasikiliza bado ni uongo mtu. Utakuja kujuta hapo baadaye. Yote ni ware. Hakuna cha bi mkubwa wala shangazi. Au mnanifanyia hivi kwa sababu sina mama hapa? Kwanza dingi, naomba unionyeshe mama yangu. Sio kunionyesha vile picha unavyonionyeshaga kwamba ndo mama yangu. Namtaka mama. Kwa hii ndo nini sasa? Hii ndo nini? Namtaka mama yangu na sio kunionyesha hivi picha mnavyonionyeshaga. Kwani hii picha inanisaidia nini? Namtaka mama yangu. Namtaka mama yangu na sio hivi picha hivi. Katikati ya daraja. Bless. Msubiri hapo kwanza. Ndo unatoka kanisani? Ndo natoka. Saizi tunatoka kwenye mazoezi. Vipi, mbona hujaonekana? Leo mambo yamebanana kidogo. Nilipita pale studio, kuna ngoma yangu namalizia. Nione kama nitaiachia anze kufanya kazi. Kumbe.
Sawa, sisi tumemalizia ule wimbo mpya ule, na wamesema tutawimba Jumapili ya wiki kesho. Kwa hiyo jitahidi kwenye mazoezi yajayo uwepo. Kama ni hivyo nafikiri hapo sintokosa. Sawa. Lakini Blessy, ndiyo. Vipi kuhusu ombi langu? Unajua mimi bado niko serious sana. Kuhusiana na jibu lako, niseme sio baya, kwa sababu tangu umeniambia nilikuwa nipo kwenye uchunguzi, si unajua na mimi kwenye mazingira ni mgeni na kudadisi pasipo wewe kujua, na niseme nimekukubalia. Umenikubalia kwa sababu naona kwanza tunaendana, ni kijana ambaye ni mpole, una mambo mengi, na mimi tutajenga maisha. Kwa hiyo niko tayari kuwa na wewe. Serious kabisa. Serious. Wow. Aise, kumbe na mimi sivyo nina bahati. Sikuamini kama nitapata mtoto mzuri kama wewe. Ila nikwambie kitu. Kwanza nikushukuru. Kwa sababu umeniondolea aibu. Yaani nilipokuwa nikipita ni kama walikuwa wananichukulia mimi kama kiangalia umri ndio hivyo unatembea. Lakini kwa bahati nzuri nisema ngoja niongee na wewe kwa sababu ni moja ya maombi yangu. Kwa ni kama Mwenyezi Mungu anipatie mwanamke kama wewe. Kwa hiyo nafikiri hili ngoja kwanza, na mchungaji wangu atafurahi sana kusikia hivi, maana alikuwa akinisisitiza sana, sivi tafuta mwanamke, sivi tafuta mchumba. Ndio kama hivi, ngoja nitamshirikisha mchungaji, niwashirikishe wazazi wangu, na wewe pia washirikishe wazazi wako. Nafikiri itakuwa jambo jema, tulipeleke kwenye kidini zaidi. Au unasemaje kuhusu hiyo? Niseme nimefurahi kusikia hivyo, kwamba una mpango wa kuja kwa wazazi. Nimefurahi binafsi, na ninaamini pia hata na wazazi wangu watafurahi kusikia kitu kama hicho. Nakupenda sivyo? Asi, umenifurahisha sana. Kwa hiyo ngoja nikuache ili mambo mengine yataendelea. Utakuwa unanipigia simu, unanijulia hali. Nikipata muda kama hivi nakuja na kuona, si ndio? Sawa. Asante. Wende salama. Bye. Bye. Vipi? Mbona unaenda unanikwamisha njiani? Kuna shida gani? Kamba kaka amesema kunitia tumetiza kono maana. Kamiba nini? Unanichelewesha tu.
yaani wewe naye kaka unakaa na hasira. Ndio maana pale ulichana picha ya mama yako. Kwa nini ulichana picha ya mama yako? Twende. Ngoja kwanza nipumzike, nimechoka bana. Nimechoka. Umechoka nini sasa? Wewe naye utulie tupumzike kwanza, afu baadaye tutaendelea na safari. Foti, kwa nini ulichana picha ya mama yako? Yaani unajua pale mchana sikuelewa. Picha ya mama kitu gani? Inanisaidia nini sasa zaidi ya kuniongezea machungu moyoni? Unaiacha ndani unakaa na angalia hapo unamkumbuka kwamba wewe ni mama yako. Kwani lini nilienda nikiwa na njaa ya ile picha likanipatia chakula? Ni Foti bana. Mungu anakuona. Hebu achana na vya picha hivi. Hivi mbona Bless mchana nilipokuja sijamkuta? Alikuwepo tu ila alikuwa anafanya kazi. Hivi Foti, unajua kwa Bless amechumbiwa? Anachumbiwa? Na nani? Nisikia anachumbiwa na kijana mmoja hivi anaitwa Sivi. Anachumbiwa na Sivi? Jamani, Bless. Chumba. Anachumbiwa kumbe. Sasa Devota. Nataka nikupe mchongo. Mchongo gani huo? Nataka unifanyie dili kwa Bless. Mimi usiniweke kwenye dili zako. Sitaki kabisa. Sitaki. Kwa ina maana umekataa? Sitaki. Hizo dili zako kwa watu wengine. Mimi sitaki. Haya basi poa. Nitajua cha kufanya, nitatafuta plan B. Sana nayo hii. Hivi unataka nikufanyie mchongo? Bless mama yako kama. Achana na vya mama yangu wa kambo bwana. Kama umekataa basi tu mimi nitajua cha kufanya. Hebu nyanyuka twende bwana. Kwanza na muda unatuacha kupeleka kwa mama. Anaunga hewani kali usoni, lakini bado naitwa mbele. Nitashika nini sasa? Daraja la moto. Daraja la moto. Nitavuka salama. Tena Mungu ni mwema, bora nimekuta wote. Sasa mashauri zangu. Sasa ashindwa pamoja na wivu yangu. Mimi nimekuja hapa nilikuwa na shida. Nimemuuguza kaka yenu kwa muda mrefu. Mpaka nimefika mwisho kwa kweli. Nimekuja kuomba msaada. Ninaomba msaada wenu. Kaka yenu anaumwa. Tumezunguka kila sehemu, tumeshindwa kwa kweli. Ninaomba msaada wenu. Kwa pesa sasa. Niko hospitalini. Ninaomba msaada. Kwa kweli wifi, mimi kwa sasa sina hela, na unajua ni wakati wa kupeleka watoto shule. Sina hela za kukusaidia, kwa hiyo jaribu pengine. Yaani kiujumla mimi ningekusaidia, ila kwa sasa mimi nataka kuoa. Sawa. Kwa hiyo hela yote niliyokuwa nayo nimetoa mahari, na iliyobaki ni ya harusi. Sasa mimi nitakusaidiaje? Kwa sina cha kukusaidia, labda nenda pengine. Pole sana. Ila ni changamoto, ila kiujumla ni kama vile tuna mambo yetu, na tutakusaidia kicho ndani ya uwezo kama tukipata, lakini kwa sasa hivi utakudanganya. Jaribu kupambana, labda plan B. Kwa hapa nahisi tujenge kama tunaweza. Pole sana shemeji yangu. Matatizo tumeumbiwa wanadamu, lakini kwa upande wangu mimi limetugusa kwa sababu ni ndugu yetu anaumwa. Lakini kiukweli kwa sasa hivi mbwa wangu anaumwa, na hapa daktari wa mifugo amekuja na niambia hera, mpaka mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Mbwa yanje rukama eruhiro mkuru, lakini sasa
labda ujaribishe hata huko kwenye mikopo hii ya kausha damu. Nafikiri mambo yataenda sawa. Si anajifanya mjanja? We muache tu, nitamuweza. Ngoja nione kama ataweza sauti ya asili. Hello Blessy. Hello Blessy. Hello Blessy. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nilikuwa nataka uje hapa nikutambulishe kwa shangazi. Kwa shangazi? Shangazi yako. Nani? Sive? Aha, tutakuja basi. Mtakuja? Mtakuja na nani? Sitaki uje na mtu. Maana nisingependa watu wajue kuhusu uchumba wetu mapema. Maana najua kilichonipata mwaka jana. Wanga waliniharibia uchumba baada ya kujua kuwa nachumbia. So wewe njoo peke yako tu, nataka hii zoezi lifanyike kwa muda mchache. Sawa? Basi sawa, nitafanya hivyo. Haya. Anakuja machinjioni, tachinja kweli. Sawa, nakumbuka. Naanzaje kusahau tena? No. Sherehe yako sherehe yangu mzee. Sema kwenye 500 nitakutumia 300. Sawa. Na hapo nimechanga pakubwa mzee. Mimi mwenyewe unajua tena mambo yetu. Sawa. Haya, utaona muamala muda sio mrefu kuanzia leo. Sawa, sikesho kutwa? Haya, sawa. Labda ninachoweza kusaidia unganishie na madalali, labda muuze pale mnapoishi. Kwa sababu unasaidiwa na kile ulichonacho. Rafiki yangu, mimi kakangu nampenda sana, yaani sana. Sema ndo hivyo. Mimi hapa nipo na 500 tu, nahitaji kwenda damu sio. Tafute maisha huko. Kwa daktari samee bure tu. Okay. Nashukuru sana mashauri zangu. Asante wifi. Safari njema. Lakini nawe kaka, mengine tufanye, lakini tuweke na ubinadamu. Sasa niwaambie. Mbwa sana ile miradi yangu. Wewe tangulia, wewe naye katibu wako. Mbwa sana ile miradi yangu si nyuma yake. Wewe chukua hiyo keshi hiyo shilingi 500 tuanzie hapa. Safari yako. Mimi ni mdogo kwenye familia, ushaje kunipata? Haya mkubwa huyu. Ngoja kwanza, aliye kumsaidia nani? Bwana. Huu dhaifu. Basi lipa kama ushakusaidiwa. Kama ashakusaidia chake lipa. Mazuri ila mimi anidai. Wewe ukikuzuni anidai. Huyu amekula mradi wa kaka huyu. Basi wewe lipa. Fadhila unadaiwa wewe. Kwa hiyo mmesema kwa sababu nimesoma kwa hela za kaka. Kwa amekuwa ndugu yangu mimi peke yangu. Basi achana na hizo. Lipa fadhila. Okay. Hizo. Lakini mnajua bado. Anadaiwa fadhila yupo. Anadaiwa Huyo fadhila yupo. alotangulia, huyo ndo alipe. Lakini kama yule mtu ashaka kulipa. Hapa mna tamtu ashaka
Mashallah mnaniita kwenye kikundi chetu. Mungu msaidie kaka yangu hapo. Daraja la moto, daraja la moto, nitavuka salama, nitavuka salama, mbona naunga, nitavuka salama. Ninaangalia chini, siwezi kurudi. Kila hatua ni cheche ndogo, lakini ndani kuna pumzi bado, na mbali kuna sauti inaniona, inaniita kwa jina langu. Je, nitavuka salama? Mbona naungua, hewa ni kali usoni, lakini bado naitwa mbele. Nitashika nini sasa? Daraja la moto, daraja la moto, nitavuka salama, nitavuka salama, mbona naungua, nitavuka salama. Mama yako ni nzuri. Afadhali. Kwa vizuri kwa kweli. Uji mtamu kwa kweli. Mimi leo ndo nimeanza kazi. Badala ya kuhangaika kwa muda mrefu. Nimeuguza mume wangu anaumwa. Nimehangaika sana. Nimeenda kwa ndugu zake kuomba msaada, pesa, wamekataa. Kweli? Wamenitolea nje kabisa kabisa kabisa. Na niambia sijui nikauze mali, sijui nikauze viwanja. Kwa kweli nimepambana sana ila nimeshindwa. Ndugu zake hao. Sasa ndio kabili niamue tu nianze kijiwe cha uji kama hiki hapa mnavyoniona hapa. Lakini ninamshukuru Mungu. Hali sio mbaya. Kama mnavyoona nimekuja kuniunga mkono. Namshukuru Mungu. Ndugu zake wamekunyima msaada. Wewe ukaamua mkubani mmeo. Una watoto. Tena wakuwa wamesoma. Saidi, Mungu atakusaidia. Pambana. Saidi mama ise. Dunia ya sasa. Sio mama, kwa kweli pole sana. Ila mama una roho ngumu. Kwa sababu mama hapa na kiasi kidogo cha fedha. Kwa hiyo hapa mama atakusaidia kwenye majukumu yako. Sema na mama. Dada, asante. Namuulizia Sive, sijui unamfahamu. Unamfahamu? Amenielekeza yuko kwenye maeneo haya hapa, ila sijui ni wapi. Asante, kumbe ndo shangazi. Asante. Kama uko nyumbani hapa umefika, mimi ndo shangazi yake Sive, sio muda namuita. Sawa sawa, namuita Sive, hata usijali. Yes. Cheki linalo naumbea. Ngoja kwanza nifunge mlango.
mtiririko wa mwanzo. Hai. Jamani, kule watu wanataka kufanya mambo. Msije nikasikika, nimejileta mwenyewe kwenye machinjio. Mimi nishakula hela zangu hapo. Msije nikasikika. Nishamaliza mimi. Katikati ya daraja la moto nimesimama, miguu inatetemeka. Mbele kuna moshi mzito, nyuma kuna sauti zangu za jana.